Mwenyekiti wa chama wilaya kwa ushirikiano mkubwa ambao mkoa kinipatia na kufanya kazi yangu iwe nyepesi. Kazi ya mkuu wa wilaya haiwezi kuwa nyepesi kama upate ushirikiano na Chama cha Mapinduzi. Sasa mimi ni kwa siasa wilaya, hivyo bosi wangu yuko hapa na kwa kutambua ambacho nakifanya na kushukuru sana. Nashukuru sana, Mungu bariki. Ndugu zangu, wakati napewa taarifa hii ya kuja kwenye shughuli hii ya wazazi, nikapewa na risala, nikatakiwa kuja kutoa hotuba. Nilipata ukakasi kidogo na nikamwambia mwenyekiti, sasa nenda kuhutubia wazazi wangu kwenu. Lakini nimetoka mmoja wa vijana kuja kuongea na kuhutubia wazazi. Na kuhutubia wazazi wangu nawaambia ni wakati wao wanatakiwa kuambia wewe. Tunaangoa jukumu malezi. Kwa wazazi na watulea sisi vijana. Sasa nilipopata hutubia hapa nikasema hasa ngoja tutajua huko utakapofika atakapokuwa ndio. Lakini wazazi wangu, kwa sababu sisi ni vijana, pengine za kaongea maneno mengine vijana, mimi napokea kama alimu kwa sababu ni kijana. Nawashukuru sana. Ndugu zangu, naomba nitangulie kusema maneno yafuatayo. Sote tunatambua na tunafahamu jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi ndio jumuiya kongwe kuliko jumuiya zote. Hilo ni jambo la kujivunia sana. Na ndio sababu na mimi pia nikashawishika kuja leo kwenye shughuli ya leo. Sababu nafahamu bila ya wazazi na mimi nisingefika hapa ambapo nimefika. Kwa hiyo nimesema nije mwenyewe bila uwakilishi kwa kutambua na kuthamini wazazi. Sababu tunaamini wao ndio wametulea, kwanza wametuzaa na wakatulea mpaka kufikia kuja kuwa viongozi kwenye nchi hii. Nawashukuru sana wazazi wangu. Lakini ndugu zangu, kama tunavyofahamu, jumuiya ya wazazi ina majukumu mawili makubwa ya msingi: malezi na elimu. Tunaona mpaka hapo. Majukumu mawili ya msingi, malezi na elimu. Lakini majukumu haya ni majukumu ambayo tunatakiwa tuyafanye kwa kumtanguliza Mungu mbele. Kwa sababu tunafahamu kuna changamoto ya baadhi ya maeneo, majukumu ya wazazi hawayatimizi ipasavyo kwa kuachia walimu mashuleni. Miaka ya nyuma, ili upelekwe shule, unaanza kwanza kukua nyumbani kwenu. Mpaka uweke mkono ufike huko kwenye sikio la huko, unaonekana tayari unaweza kwenda shule. Hawataki vurugu kule wale walimu. Lakini sasa hivi mtoto mdogo hata kuongea hawezi anapelekwa shule. Kwa hiyo tunawapa kazi kubwa sana walimu badala ya sisi wazazi kufanya ile kazi. Yaani unaambiwa mpelekeni tu akapojua huko kwa shule. Mwalimu akona tuition huko jioni endelee mpaka jioni saa 12 saa 1. Yaani unakimbia majukumu ya msingi, ni jambo ambalo tunapaswa tulikemee kama wazazi, tutimize wajibu wetu wa kuwasaidia walimu katika malezi ya watoto wetu. Ili mwisho wa siku kwa pamoja tushirikiane kujenga kizazi chema chenye maadili lakini chenye kumtukuza na kumwogopa Mungu. Ndugu zangu, kama ambavyo nimesema, baada ya kusikia leo inazinduliwa kamati hii ya uchumi na fedha na kwa umuhimu wake kwenye jumuiya, na mimi bahati nzuri wakati niko kule Tanga nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya uchumi na fedha ya vijana mkoa, ya moja wa vijana. Kwa nafahamu majukumu na mzigo mzito ambao mnakuwa nao. Mara nyingi watu wanakimbilia kwenye hizi kamati lakini hawajui kwamba ni jukumu ambao unapaswa ujitoe. Hakuna kitu ambacho utapata zaidi ya kujitoa kwa kiasi kikubwa. Kwa lazima uhakikishe kwamba mimi naenda kwa ajili ya kutumikia Chama cha Mapinduzi, sio kwa ajili ya kujinufaisha mimi mwenyewe. Kwa sababu kazi nyingi za kuweza chama ni kazi za kujitolea, kazi za kizalendo. Sawa sawa? Tunafahamu jumuiya ya wazazi ndio jumuiya ambayo ina miradi mingi kuliko jumuiya zote kwenye Chama cha Mapinduzi. Ndio jumuiya kongwe, ina mashule. Na mimi mwisho mwenyekiti, na mimi ni zao la jumuiya ya wazazi. Kwa sababu mimi nimesoma shule ya wazazi na kuanzia form 1 mpaka form 4 sijawahi kulipa ada hata siku moja. Nilisomeshwa bure na jumuiya ya wazazi Chama cha Mapinduzi kule. Kila sehemu ya wazazi inaitwa Boza kule Pangani. Nimesoma bure mwaka form 1 mpaka form 4. Kwa na mimi ni miongoni mwa watu ambao wanufaika na jumuiya hii. Ndio maana nikasema kuna umuhimu wa mimi kuja mwenyewe bila uwakilishi, kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao wanufaika na jumuiya hii kwa kusomeshwa bure bila kulipia gharama yoyote. CCM oyee! Nani kama Samia? Uchungu wa mwana, mtoto mleavyo, samaki mkunje. Asanteni sana. Lakini mheshimiwa mwenyekiti na meza kuu, tuna changamoto kubwa sana kwenye miradi yetu sisi ya jumuiya. Shule zetu hizi mbili hapa tuna shule mbili za jumuiya, si ndio? Pale Yula na Isansa, si ndio?
Nimeshatembea shule zote hizo mbili, nimeziona. Kwa kweli shule zetu zina hali mbaya sana. Ipo haja kama jumuiya kujipanga, kuona namna gani tunajipanga kuweka mikakati mizuri ya kujenga mazingira bora ya shule zile zetu. Zamani shule zetu kwa tunasoma sisi. Mimi nimesoma shule ya wazazi. Na mimi niliongoza. Zilikuwa zama vizuri sana kipindi hicho shule zetu za wazazi za Chama cha Mapinduzi. Lakini shule zile zimekufa sasa hivi. Lakini sasa pamoja na kwamba tuna jumuiya ya wazazi taifa, lakini sisi kama wilaya lazima tuje mikakati madhubuti ya kujipanga sisi wenyewe kwa kile tunaziboresha shule zetu zikae vizuri. Yale ambayo tunaweza kuyafanya sisi kama jumuiya kwa maana kwenye level ya wilaya tuyafanye ili kusaidia shule zetu. Kwa sababu hata watoto wanaosoma pale, mtoto ambaye anasoma shule ya wazazi, maana yake atajua kwamba shule ni wazazi wa CCM, maana yake atoka pale na misingi ya kukipenda na kukiamini Chama cha Mapinduzi. CCM oyee. Akisoma shule nyingine ya asione umuhimu wa kuwa na zile shule na umuhimu wa Chama cha Mapinduzi. Lakini akisoma shule za chama zile anajua umuhimu, kama mimi ambao nafahamu umuhimu wa Chama cha Mapinduzi, na ndio maana nimefika leo hapa kuungana nyinyi katika jambo hili muhimu sana. Kwa ndugu zangu, pamoja na jukumu la msingi la malezi na elimu ambalo jumuiya hii inalo, lakini tuna jukumu kubwa sana la kusimamia mali za jumuiya, miradi ya jumuiya iwe na tija na ufanisi kwenye shughuli za kila siku. Lakini pia tuendelee kuwapongeza na kushukuru wale wetu ambao wanajitolea sana kusaidia Chama cha Mapinduzi kwa maana ya jumuiya ya wazazi. Wanafanya kazi kubwa sana, tunapaswa kuwashukuru sisi kama Chama cha Mapinduzi. Na mimi naongea sio kama mkuu wa wilaya, mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya. Nawashukuru sana wadau. Sababu sasa mkuu wa wilaya akashukuru, nashukuru kama mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya. Nashukuru wadau kwa kusaidia Chama cha Mapinduzi. CCM oyee. Nani kama Samia? Kwa hiyo kamati hii ya uchumi na fedha ina jukumu la kukaa na kubuni mipango mbalimbali, miradi mbalimbali. Sio tu kukusanya ambavyo tunavyo, haviwezi kututosha, hatuwezi kutoboa kwa hivyo ambavyo vipo. Shule zimekufa, shule haziendelei, wanafunzi wachache, wazazi wanaondoa watoto wao shuleni, tunasubiri mafungu kutoka makao makuu ambapo yanachelewa. Sisi lazima tujipange kama wilaya, tuone jinsi gani kusaidiana kupitia kwa wadau wetu hao wa maendeleo ambao wanatusaidia kila siku, tuboreshe mazingira shule zetu ili wanafunzi wasome wengi, wavutike na waone ni sehemu kukimbilia. Kama ambavyo mimi nimewaambia, mimi nilisoma ni mpaka sasa nikafaulu. Lakini kwa sababu nilikuwa na ile damu ya kutoka chipukizi moja ya vijana na nini, nikakataa shule ya serikali nikaenda kusoma shule ya wazazi. CCM oyee. Sababu nitaka kujengwa kwanza kwenye misingi ya chama kuanzia mwanzo, ili baadaye nikija kuwa kiongozi nijue nimetokea wapi, nimefika wapi. Ukichukua viongozi hao kama nafasi ambao hawajatoka kwenye chama, hawezi kujua misingi ya chama na uchungu wa chama, hawezi kuwa na. CCM oyee. Nani kama Samia? Kwa hiyo ndugu zangu, tuna jukumu kamati. Tumekabidhiwa majukumu haya kwa barua. Tunategemea sisi kama chama kuona tunaenda kuitendea haki jumuiya hii. Tunaenda kubadilisha mazingira ya jumuiya hii. Tunaenda kuwa chachu kwa miradi mbalimbali ya jumuiya hii ili jumuiya hii izidi kufanya nini? Izidi kupanda na izidi kuonekana na umuhimu katika chama chetu. Isionekane ni jumuiya ambayo ipo tu kwa mazoea. Ionekane jumuiya ambayo imekuja na mbinu mpya. Kwa hiyo tunategemea nyinyi kamati ambao mmeteuliwa leo, mkae kama kamati, muje na mipango, mbuni mbinu mbalimbali, muishauri, lakini mwisho wa siku tupate miradi ambayo itakuja kusaidia kupata shughuli mbalimbali za kufanya jumuiya yetu iwe na nuru, lakini iwe na fedha, ijitegemee, isiwe omba. CCM oyee. Uchungu wa mwana mtoto mleavyo, samaki akunje. Ndugu zangu, mwisho lakini sio kwa muhimu, niendelee kuwashukuru wadau wetu wa maendeleo TACRI, lakini mwenyekiti wa biashara wa mkoa wetu, lakini afisa elimu wetu, na yeye yupo kwa sababu kuna item ya elimu, lakini malezi, afisa kilimo. Tunategemea wote wale wadau wetu muhimu, pamoja kwamba wengine hawapo, lakini tuwafikishie salamu kwamba wao tunategemea sana kwenye kusaidia kuboresha mazingira ya watoto wetu wapate malezi bora, ili waje kuwa viongozi ambao wamejengewa misingi ya chama na kujua misingi ni ipi na nini tunatakiwa kufanya, nini tunatakiwa kufanya. Lakini ndugu zangu, mwisho niwashukuru waheshimiwa wabunge na waheshimiwa madiwani wale ambao wamemaliza muda wao, lakini wamekuwa wakishirikiana na sisi kama jumuiya katika shughuli mbalimbali za kimaendeleo za kusaidia chama, kusaidia jumuiya yetu. Lakini katibu wa mbunge Mheshimiwa Neema Madabila, mfikisha mzetu za dhati kabisa, tuna appreciate ambacho wanakifanya na sisi tuendelea kumuunga mkono, lakini mwisho wa siku hakika tunasaidia chama chetu ili mwisho wa siku kiwe na nuru, lakini kiwe na ustawi endelevu. Mwisho kabisa, niendelee kuwashukuru sana wote, lakini waandaaji wa shughuli hii. Kwa kweli nimefarijika kuona umuhimu wa kuwepo hapa kwenye shughuli hii. Mungu awabariki sana. Mimi nitaendelea kukua na nyinyi bega kwa bega. Yale ambayo serikali inapaswa kufanya kwa sababu serikali ya Chama cha Mapinduzi itaendelea kuyafanya kwa niaba ya
wananchi na kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi. CCM oyee! Viva vijana, viva! Nimejisahau mimi ni kijana. Viva vijana, viva! Asante sana, Mungu awabariki.